Kama unajua wewe si impatient, jifunze patience. Kuna watu wengine bado wajifanya vile wao juu ya kizungu sana. Kama hujui kitu, mazia usiseme. Acha tu. Juzi niko kwa mat usiku. Nimetoka tao. Naelekea Kijani. Dem fulani alikuwa ameketi kando yangu. Sasa mimi niko kwa dirisha. Yeye ako hapo hivyo kando yangu. Dem nikasikia vile alisema jo, hata ungechoka. Dem joto imempiga. Sasa sababu hizi fungua window, akaniambia ni aje, ai manze. Unaweza fungua hiyo dirisha tutafunicate. Kuna majina mob sana. Niko na zile nilipatiwa nyumbani na wazazi na marafiki. But naitwa Kenneth Mutuma. Hizo ni za nyumbani, indigenous. Lakini mabishto wangu ni Tazion, Andy, Tush, lakini Tush ni sawa. Life is simple. Na usiwahi danganywa ati life ni simple because hakuna siku yenye utamka hivi, sema leo sitoki kwa nyumba. Unaona? Leo sitoki kwa nyumba. Alafu bread jilete ama kaugali jioni kajilete. Lazima utoke hapo hivyo nje, ungangane utafute hizi pesa. Kuna culture fulani watu fikiria when they hear about a ghetto. Watu fikiria tu ghetto ni mahali kuna wizi, watu wana kila siku. Msichana hawezi soma vizuri bila kusumbuliwa, abortion mingi hapa pale, dropouts za shule. Kuna hizo ideologies nyingi sana wase uphold like ghetto ni hivi na hivi na hivi na hivi. But then it's never true. Whatever people think about a ghetto, it's never true. And unless you live in one, huwezi jua the real meaning of positive life. Kwa hizi mitaa zetu kuna wase kuwa na maisha zingine funny sana. Niko na bishti yangu nita Mutwiri kwa kierere sana. Kierere. Mutwiri ni wale wase fulani. Hata ende mahali gani, yeye hujifanya anajua kila kitu. Crime ni kitu imetukula sana kama mayouth. Na inaanziaga na ukizaliwa. Vile tu kijana kadogo kamezaliwa, kanaangaliaga kanaona brother yake mkubwa. Si eti mkubwa sana, maybe ako class 2. Akidoi kiacho fulani pale madhi yake cha shilingi 10, kanachukua kanamwambia wewe ni aje? Hatuwezi kaanja mpaka tungoje mama akuje, tunafanya hivi, tunaiba hii do, tunatubai kitu fulani tulete. Una get? So unapata huyo kijana ana grow up handa anajua brother yake alisanya do fulani. So ikikuwa kama mtindo, una instill nini kwa ule kijana? Wizi. Kuna day fulani ilikuwa kwa usiku nimetoka kuona bishte yangu fulani. Sasa vile nilekea nyumbani, kwa kichaka katokea maboy wawili. Nimevuka ka footbridge hivi, nimetulia mahali, kichaka katokea wase wawili. Sasa mimi nikadhani tu ni wase jo wametokea chum, wanataka kushika matu ende nyumbani. Kumbe vile walikam, jo adrenaline nikaniambia hapana. Hao watu itabidi niaje, wewe ongeleshe utoe phobia. So vile anaanza kuongelesha, ndio nikasikia nikauliza, ni aje mabuda? Ni aje mata zikam saa hizi? Kumbe mati imetoka tu hapo sasa hiyo nikaignore. Niko na mtu mmoja sitapanda. Ile arrogance yangu. So sio kwanza kuniongelesha kanambia ni aje buda, tupatie at least kambao hivi kafegi. So mimi nikadhani ni memory tu. Nikatoa 20 bob nikawapatia. Kanambia unatupatia aje shilingi 20 fala. Mwenye tupatie hata kachwani hivi ama kasua ama katao. No niko na yenyewe story ni serious. Hao watu kuna vile wanataka kupita na mimi. By the time nimechukua hiyo 20 bob nimeangusha tu kwa mfuko. Nilikuwa nishaingiwa shingo. Nimeekelewa. Alafu niko hapo tu peke yangu, ili happen to all of a sudden. Wase waliisha tu tukabaki si watatu. Sasa hapo hivyo ni struggle. So niko na phone mpya nimenunua like kama last week yake. Nilikuwa na 500 kwa mfuko. Alafu sasa na hiyo 20 bob yenye nilikuwa nimewapatia. Sasa hapo ni struggle. Sasa ile bini nimekaa ngumu. So nikajaribu kushaina na wao, ndo finally leo nikaona hapa watu watanimaliza. So ile bidii nimeshika highway. Mali nenda highway, mimi sitambui gari zinatoka hiyo side. So gari zinakam zimenifuata tu hivi zinapitana na mimi. So inabidi yule dereva ile tu nimeharakishwa yenda na nitokea. So unaweza imagine mati na kuondokea unapita hapo katikati. Sasa juzi Mutwiri akaenda kufunzwa mechanic. Hiyo story ya kutengeneza magari, vitu kama hizo. Mutwiri alikuwa na faso miezi 6, alisoma mwezi mmoja. After that 1 month,
Muturi akahepa. Akapata busy nyingine kupika machapo. Akaenda. Ile Muturi aliendaga siku fulani nimetulia akaniambia ni aje Muturi nimeitwa job fulani nenda kutengeneza tractor fulani. Zile ziko na miguu bigi mbili za nyuma na ndogo mbele. Akaenda akaitoanisha, akaifunguanisha. Sasa baada ya maithaa akatoanisha kila kitu. Baada ya maithaa akashtuliwa, ni aje nakujia tractor umemaliza? Akasema niko karibu. Na kumbe kwa amemaliza. So si akachukua haraka zake akajaza kila kitu akaweka pamoja. Alafu msaka kuja akagurumisha tractor. Iko sawa inaguruma. Kaulizwa na by the way nikuulize, na zile beseni mbili pale umeacha zimejaa machuma ni za nini? Achana hizo. Hizo ndio zilikuwa zinafanya hiyo tractor ikuwe mzito. Manzi. Ati imenifanya nijue watu wengi sana. Tembea places kadhaa. Nijue kuishi na watu. Sababu from there una meet wase wa different cultures. Una get? And then pia ina kill tribalism. Sababu watu kuna tu jinga mingi ya tribalism. Like siwezi enda mahali fulani. Na get sababu niko watu fulani. Imenisaidia tu sana. Kana kumbuka joke ya kwanza yenye nilimake. At first nilijiconfuse but then ili come out kama joke. Nilisema the hot is too sun. Kuna watu fulani hawajui patience ni nini. Kama wewe ni salesman ama businessman, tafadhali jifunze patience. Tumeenda na beshte yangu anitoalia ameenda kununua miraa. Akapatana na yule jamaa anauza miraa pale, ni mzee huko nini Igembe. Anaitwa Kobia. Kamuulizaje? Ni aje unauzaje miraa? Sharaba moja ni 200. Akamwambia fiti. Huwezi punguza 200. Sawa basi. Fanya 190, 200. Si basi sifanye tuka 150 hivi. Nani? 200. Huwezi fanya wewe bwana. Kwani utasindia kitu moja hapa? Ni either you buy or you vacate. Si kusinda hapa tumesumbuana.